Ujumbe wa mchana wa leo ni nguvu ya umoja. Bwana asifiwe. Nguvu ya umoja. Kila wakati watu wanapokuwa bonded pamoja, ama wanapokuja pamoja, wanapoungana pamoja, hakuna jambo ambalo linaweza kuwashinda. Hata wakiwa ni maskini namna gani, lakini wamekuja pamoja, watafanya mambo makubwa ambayo wale matajiri hawayawezi. Bwana asifiwe. Hata wakiwa ni wadogo namna gani, hata wakiwa ni watoto, lakini wameamua kuja pamoja, na kuna ile grupu ya watu wakubwa ambao wamekuwa divided, bado hao watoto watakuwa na nguvu. Bwana asifiwe. So nguvu ya umoja. Nataka tusomewe katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 11 kifungu cha kwanza mpaka kifungu cha 6. Mwanzo 11 kifungu cha kwanza mpaka kifungu cha 6. Tutasoma. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, tufanye matofali tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifikie mbinguni. Tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatakuziwa neno walilokusudia kulifanya. 7. Haya, 6 mwisho. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakuinua, ninakupenda. Jina lako likabarikiwe. Nenda Baba ukapate kunena nasi. Kwa jina la Yesu nimeomba. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya umoja. Biblia inasema wakati ule wa Babeli, watu wote walikuwa na lugha moja, na pia walikuwa na usemi mmoja. Lugha ni language, usemi ni accent. So walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu walikuwa na lugha moja na tena walikuwa na usemi mmoja, wakajisemea, yani wakapanga. Bwana asifiwe. Wakajisemea, so wakaja pamoja, wakaeka mpango, kama vile ambavyo tumeweka mpango wa maombi, tukaweka mpango wa kujenga, tumeweka mpango wa ordination, tumeweka mpango hata kule kwa nyumba zetu, tumeweka mpango hata kule kazini, tumeweka mpango hata kule kwa biashara. Hawa pia walikuja pamoja na wakaeka mpango. Na Biblia inasema mpango wao ilikuwa ni kujenga mnara pale katika mji wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Na mnara wao, mpango wao walikuwa wamepanga, wanapojenga mnara, haijalishi ukachukua siku ngapi, lakini wanaposhirikiana, mnara ule walikuwa wameulenga ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yanasema hata material zile zinazotakikana hawakuwa nazo. Maana Biblia inasema walikuwa na matofali badala ya mawe. So matofali yalikuwa hayafai sana.
na wakati huo mawe ndiyo yalikuwa yakitumika. Sasa unaweza kujiuliza tofauti ya tofali na jiwe. Tofauti ya tofali na jiwe, tofali inatengezwa, jiwe ni natural. Kama yale ni matofali. Haya tumejenga huku ni mawe. Bwana asifiwe. Amen. Si kila wakati tunasema tuna nyumba za matofali. Lakini matofali inaweza kuwa yamepigwa na mchanga peke yake. Inaweza kuwa ni mchanga na simiti. Inaweza kuwa ni mchanga umekorogwa na kokoto pamoja, lakini ni kitu kimetengezwa kwa ajili ya mahali ambapo hauwezi kufikia. Kama yale matofali tuliyotengeza ni kwa sababu tulikuwa tunapunguza gharama ya kuweka ule ukuta. Na hawa wakawa na hayo matofali walioyatengeza badala ya mawe, kuonyesha material zile zenyewe walizotakikana hawakuwa nazo. Lakini Biblia inasema hata japo walitumia matofali badala ya mawe, mnara ulianza kujengwa. Bwana asifiwe. Amen. Na mnara ukaendelea, maana wamekuja pamoja, na mnara ukaendelea. Na ulipokuwa ukiendelea kujengwa, maandiko yanasema huyo Mungu akashuka, hata kama hawakumuona pale kwa macho, lakini alikuwa yuko pale katikati yao. Maana Biblia inasema walipoanza kujenga, Mungu akashuka. Na hakushuka peke yake, maana alisema haya na tushuke. Hawa watu wameanza haya na tushuke. So alikuwa yuko pale. Wakati mnapokuja pamoja, Mungu hushuka na kuangalia ni nini mnataka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu huyo Mungu akiongea akasema, hawa watu wamekuja pamoja, wana lugha moja, wana usemi mmoja, na sasa yale wanayoyapanga kuyafanya hakuna mtu anayeweza kuwazuia, na hakuna chochote kinachoweza kuzuia hawa wasifanye. Kwa nini hakizuii? Kwa sababu wamekuja pamoja, wakaeka mpango mmoja, hata japo hawakuwa na vitu vya kutosha, lakini umoja wao ulisababisha Mungu aseme hakuna wa kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umoja wa watu Mungu ameukubali, na hakuna kitu kinachoweza kuzuia watu wanapokuja pamoja wasiweze kufanya. Haijalishi ni nini kinachoweza kuzuia. Ndio maana unaona hata yale mashule, wale vijana wanapata ni wadogo wadogo, lakini shule nzima inaweza kushindwa na wale vijana, na vijana wakatoroka na tena wamechoma, wameharibu, na hakuna hata mmoja atashikwa, na hakuna mmoja atajulikana ndiye amechoma, na hakuna mmoja atajulikana ndiye amepanga, kwa sababu mpango wao huo wamekuja pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaambiwa kuna watu wanachunguza, walimu wanachunguza, bodi inachunguza, wanaweza kuinvolve askari wachunguze, lakini baada ya uchunguzi wote hawapati jibu, maana hawa watu walikuwa na usemi mmoja, na wakawa na lugha moja, na wakapanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukifika pale shule wanahojiwa, hii imekuwaje? Mbona mmechoma? Hebu tuambieni. Naweza kuchukuliwa kundi likafichwa, linahojiwa mmoja mmoja, lakini hata wakiisha kuhojiwa bado hawajui ni nani amechoma, bado hawajui ni nani amepanga, bado hawajui imeanzaje, kwa sababu watu wamekuja pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So umoja, wakati watu wanapokaa pamoja, wanaposimama pamoja, hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kulikatizia. Mungu atakatiza wakati mmeanza kutengana, hapo ndipo Mungu hashuki na anakatiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hata sasa tulipoeka mpango ya kwamba tunaenda kujenga nyumba ya Mungu, tayari Mungu na malaika zake walishuka ili waone.
Bwana Yesu asifiwe. So kila hatua ambayo tunapiga Mungu yuko pamoja nasi, maana ameshuka ili aone. Tukisema tunaweka pila moja, huwa ameshuka ili aone, kwa sababu mpango tumeuleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapopanga maombi kama haya ya wiki, na tuje pamoja na kila mmoja afanye, hata wale ambao wanahisi hawawezi basi wafanye mara moja, huo bado ni umoja. Maandiko yanasema Mungu hashuki peke yake, anaambia wenzake wale waliomzunguka tunashuka. Wanasema hawa watu wamepanga maombi na ninaona wanaendelea na maombi, na tushuke hapo Victoria tupaone, tushuke hapo tupaone, tuwashukie tuwaone ni nini wanafanya, maana kile kitu wanachokipanga hakitazuiliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tumepanga kusema tutaleta fedha kwa ajili ya ile sherehe, kwa ajili ya ordination, tayari Mungu ameshuka. So ili tuanguke ni kukosa umoja, unaweza kutufanya tuanguke. Lakini wakati tumekuja pamoja, yule mwenye kidogo amefanya kwa udogo wake, yule mwenye kinga amefanya kwa wingi wake, yule mwenye nguvu amefanya nguvu zake. Biblia inasema hakuna chochote kinachoweza kuzuia, kiwe kimetoka mbinguni, kiwe kimetoka duniani. Hakuna jambo ambalo linaweza kuzuiliwa katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So nataka niwaambie mchana ya kwamba ule umoja wa maombi tumekuwa nao hili wiki, tayari Mungu ameshuka, yuko katikati yetu. Mungu anapasama ameshuka, na anasema kama wameomba kwa pamoja ili magonjwa yatoweke, Mungu ameshuka ili aone, kwa sababu anataka magonjwa yote yakatoweke ndani ya watu, yakaondoke ndani ya watu, yakaondoke ndani ya jamii zao, yakaondoke katika humta. Anasema ameshuka ili aone kile kinachoendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tunaomba kwa ajili ya kujenga, Biblia inasema tayari Mungu ameshuka ili aone mpango wetu. Sasa hii Mungu anastadi ule mpango. So usiogope. Biblia inasema hata wana wa Babeli hawakuwa na material. Na anasema pia wakajenga na chokaa badala ya lami. Sivyo? So hawakuwa na original materials, zilikuwa ni za kubambanya. Lakini kwa ajili ya umoja wao, Mungu anasema hawawezi zuiliwa, na mnara utafika mbinguni. Mnara utafika na mawe, mnara utafika na hayo matofali, mnara utafika na hiyo chokaa. Mungu hakuwa anaona ni nini kingine. Mungu alikuwa anaangalia ule umoja ambao wako nao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata pale nyumbani mkiwa na umoja, hakuna mtu anazuia. Hakuna mtu anaweza kuzuia, hata Mungu hazuii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Mungu hazuii. Unaposema hapa nyumbani nataka tupajenge ghorofa, Mungu hazuii kama mtakuwa na umoja. Haijalishi mnatumia nini, lakini mko na umoja. Wakati mnapokosa umoja, hata mpewe material original hamwendi, hamsongi. Nikawapa mfano wakati mmoja wa walimu wawili wameoana, wote ni walimu, wote wanapokea mshahara, na pia kama wanapokea mshahara wa serikali, wote wanachukua loan, maana si watu wa serikali pia wanapewa loan wote. Lakini mbali na kwamba wote ni walimu, wote wamekaa wanapata mishahara, wakipungukiwa wanachukua mikopo, hawakuwa na umoja. Kila mtu alijipanga kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikafikia wakati huyo mama akapanga kuchukua loan ili anunue TV na meza yake. Ni TV ni kubwa.
la 1,000,000 na meza hiyo 15,000. Akapanga hivyo vitu mpaka vikaja kama 1,000,000 na 50,000. Atunga lori. Kaenda kazini, akapita kazini, akachukua mkopo wake, maana umeingia banka, akaenda akanunua, akachukua gari, anakuja nyumbani. Mume wake naye kwa sababu nyumbani kuna TV kadogo, akawa amepanga kununua TV kubwa, akachukua loan the same day. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wote wamenunua vile vitu vimoja. Sasa jioni huyo ameingia na ni TV na huyo ameingia na ni TV. Wote wanadaiwa banka. Halafu kwani mtaangalia TV mbili? Hata kama hampatani mtaangalia TV mbili. Sasa wanalipa kwa sababu ya kosa moja. Kule wanalipa na huku vile vitu hawatumii. Maana uweze kutumia mbili. Halafu stima nayo inaenda. Kule wanadaiwa. Pesa ya chakula imepungua maana wanakatwa kukatwa. Wakaanza kuishi kwa shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inasema umoja unapoungana pamoja, haijalishi kuna watu mapato yao yako chini, bado Biblia inasema ule umoja utasababisha mnara tunaojenga ufike bila kuzuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Utafika. Petro na Yohana maandiko yanasema ilikuwa ni kawaida yao kuenda hekaluni saa 9. So walikuwa wana umoja. Wana umoja. So ikifika wote wako mlango wa hekalu. Sasa hii hata tukaeka ibada saa 4, tena wengine watakuja saa 6, saa 5. Lakini hao ikifika time wote wako kwa mlango wa kanisa. Ikifika time wote wako kwa mlango wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwa ajili ya ule umoja waliokuwa nao. Maana walikuwa wakiingia wanaingia ili waombe. Wana umoja, wana ushirikiano, hawatengani. Lakini pale mlangoni wakiendelea kuungana na kuja pamoja. Biblia inasema kulikuwa na kiwete. Ambaye kiwete alikuwa hapo miaka mingi. Na kazi yake ni kuomba. Bwana asifiwe. Amen. Kazi yake ilikuwa ni kuomba. Sasa ameenda amekalishwa hapo mlangoni. Biblia inasema ulikuwa ni mlango mzuri. Sijui tukimaliza ghorofa yetu tutafuta mlango kama huo tuweke mzuri. Amen. Unaweza kutafuta kwa unaweza kugoogle. Maana Biblia inasema ulikuwa mlango mzuri. David mgoogle. Tupate mlango. Hata kama unauzwa milioni 1 si shida. Tupate mlango. Tuweke mahali mlango mzuri. So walikuwa wanaomba pamoja, wanakuja time moja. Na kwa ajili ya ule ushirikiano na kule kuja pamoja na ule umoja. Maandiko yanasema siku moja. Siku moja. Kumaanisha hata hiyo siku pia walikuwa wameipanga. Maana walikuwa na maneno mamoja pale mlango mzuri. Hawakutofautiana. Hata maneno yao pale mlango mzuri hawakutofautiana. So walikuwa na umoja. Maandiko yanasema walipofika pale mlangoni, kiwete akiwa amezoea kuomba, wakasema. So hata maneno yalikuwa yamekuwa mamoja. Biblia inasema Petro akafungua kinywa na akasema, sisi hatuna fedha na hatuna dhahabu, lakini kwa umoja wakawa wana kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa umoja wakawa wana kitu kingine. Na kwa umoja wakasema tulicho nacho tutakipeana. Na Yohana hakusema wewe sasa peana nini? Hakupinga.
maana wote kwa umoja walikuwa pia wamekibeba hicho kitu wanacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama umetembea na mtu na hamko na umoja, hamko pamoja, akisema kitu unaweza kunyamaza ama umpinge. Sasa wewe nawe hata tumeongea saa ngapi hayo maneno, si ndio? Lakini hawa hawakupingana, kumaanisha walikuwa kila jambo wana umoja. Na maandiko yanasema, Petro akasema tulicho nacho tutakupa, na kile walichokuwa nacho wakampa, na wakamwambia kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama. Simama uende. Simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Simama uende. Kuna watu watasimama waanze kuenda. Amen. Kama biashara ilikuwa ni kiwete, itasimama ianze kuenda. Amen. Kama kazi yako imekuwa kiwete, itasimama ianze kuenda. Amen. Kama masomo yamekuwa kiwete, yatasimama yaanze kuenda. Amen. Kama kile unafanya kimekuwa kiwete, kitasimama ianze kuenda. Amen. Kama huduma yako imekuwa kiwete, itasimama ianze kuenda. Amen. Maana kwa jina la Yesu Kristo unaenda kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua naweza kufanya kazi kila siku, lakini kama kazi ni kiwete, yahitaji kwa jina la Yesu. Si ndio? Maana unaweza kwa kazi ni kiwete, sasa unashinda kwa kazi, ukirudi huna. Hiyo kazi ni kiwete. Kwa jina la Yesu hiyo kazi isimame. Amen. Kwa jina la Yesu hiyo kazi isimame. Amen. Kwa jina la Yesu hiyo kazi isimame. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biashara yako inaweza kuwa kiwete. Jamii yako inaweza kuwa kiwete. Maana wakienda shule hawashiki. Ukifanya hii haifanyiki. Kila kitu kinaharibika. Pale nyumbani huoni ng'anga. Kumekuwa kiwete. Lakini Petro akiwa na umoja na Yohana akasema wana kitu. Nataka niwaambie mchana wa leo, kwa yale maombi ambayo tumeomba, tuna kitu. Sema nina kitu. Nina kitu. Nina kitu. Nina kitu. Nina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hautabaki jinsi ulivyo, ule uwete uliokuwa nao. Hata kama ulikuwa kwa vita. Hata kama uko kwa vita, wewe ni kiwete, maana una raha. Ama kuna kiwete mwenye raha? Si kiwete hana raha. Na kile alichokuwa anakiomba kiwete sicho hitaji lake. Maana alikuwa anaomba sadaka. Ilikuwa si hitaji lake. Hitaji lake ilikuwa ni kusimama na kwenda. Bwana asifiwe. Amen. Na ukisimama usisimame hapo, anza kuenda. Kama ni biashara ilikuwa kiwete na imesimama, ifanye kabisa. Alafu usimame na kazi yako. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni kazi, hujapata promotion, mshahara unatatiza, mchana wa leo ana matatizo, kwa jina la Yesu yanasimama ili uende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu ya umoja. Najua ya kwamba watu wamekuwa na matamanio sana. Watu wamekuwa na matamanio katikati yetu. Lakini matamanio yamekuwa kiwete. Hayaendelei. Hata yale mambo wamepanga haiendelei. Hata zile ahadi wameweka, tayari imani yao imekuja, ninafeli, nitafeli. Haufeli mchana wa leo. Amen. Maana unasimama na kuanza kuenda. Kuna mtu atafeli. Kuna mtu atakosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu anasema hakuna atakayezuia. Haya si maneno ya kina Petro ambao wametuma na Mungu. Haya si maneno ya manabii. Haya ni maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simuanze kusimama na kwenda. Ile biashara yako ianze kusimama na kwenda. Amen. Ile kazi yako ianze kusimama na kwenda. Amen. Ile unafanya pale nyumbani ianze kusimama na kwenda.
mahali umekwama, mahali hauoni mbele, kuanzia mchana wa leo maisha yanaanza kubadilika. Maana unaona mbele, biashara yako inaendelea mbele, kazi zako zinaanza kufanikiwa, maisha yako yanaanza kubadilika. Kila ukitoka unarudi kitupo, kuanzia leo ukitoka utarudi na kile unachokitaka, maana unaenda kusimama na kuenda. Magonjwa yaliyokaa ndani ya mwili wako mchana wa leo kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Mungu yanatoka ili usimame na uende. Hakuna jambo litakaloharibika katika maisha yako. Chochote unachoenda kugusa mchana wa leo inaenda kuanza kubarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema nguvu ya umoja. Mungu akanena, Mungu akasema hawatazuiliwa. Na nyingine hata wale madereva wanazuiliwa barabarani sijui nini. Kuanzia leo hakuna askari kushika mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna dereva wa kushikwa ambaye yuko hapa ndani kuanzia leo. Tunasimama na tunaenda. Tunasimama na tunaenda. Tunasimama na tunaenda. Amen. Kama kuna mtu amedai na kudai na kudai na kudai na kudai na kudai, ninatuma uwezo wa Mungu, kwa sababu tunasimama na tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simlipwe. Na mkilipwa nyinyi mnafanya nini? Yes. Si hao mnawadai. Na wamelipa maana nimeomba. Na nyinyi nanyi si mnalipa. Lakini wengine wanadai watalipwa hii wiki. Lakini wakilipwa wanasahau kulipa. Hiyo ndio shida ambayo watu wanapitia. Yaani mchungaji ameomba, umelipwa. Ulipolipwa umesahau kulipa. Na najua unalipa nini? Kwanza unamlipa Mungu fungu la kumi. Unamlipa Mungu zile ahadi umeweka. Na kama kuna mtu anakudai unamlipa, maana wewe umelipwa. Si wewe umelipwa, lakini yale madeni wewe unayahepa. Nililipwa pesa ngapi basi hata si nyingi. Lakini umelipwa 3,000, unadaiwa 1,000, unahepa lile deni kwa sababu unasema ni kidogo, na yule analia. Yule akilia Mungu naye analia kwa sababu Mungu naye anakudai. Sasa kama tunataka kulipwe na hatutaki kumlipa huyo Mungu, hicho madeni mengine yanakwama kwa sababu hiyo tu. Maana tunatamani tulipwe, lakini hatutamani kulipa. Wengine wakasema kukopa Ni harusi. kulipa. Tusiwe hivyo, maana Mungu anaenda kufungua milango. Amen. Na akifungua milango, jambo la kwanza anatarajia umlipe. Sasa tumemwekea Mungu madeni. Mwezi ule hukumtolea na ulipewa. Mwezi huu hukumtolea na ulipewa. Mwezi huu hukumtolea na huku endelea kudai. Nadai mimi watu 5. Yule anamdai 2,000. Yule anamdai 3,000. Yule anamdai 10,000. Basi hata hawanioni. Hata wakiniona wananikimbia, wananihepa, bana na wadai. Na Mungu yuko nyuma na mimi nakudai. Mbona hunipi? Sasa si yeye afurahie ndio huko mambo yafunguke. Ni wangapi wanataka kulipwa lakini hawataki kulipa? Wanyoshe mkono.